Mheshimiwa Mohamed Hatim, the chairman of Budget and Finance ndani ya County Assembly Mombasa. Nataka kusema kuwa information ambazo zinaofikia watu wanakwenda kupeleka information za urongo, na wakati wa kampeni hivi sasa umekwisha. Hivi sasa ni wakati wa kuhudumia wananchi. Nataka kusema kuwa issue juu ya land rate ya watu kuwa wameongezewa 3000%, hizo ni porojo, ni propaganda ambazo zinaenezwa. Ukweli wa maneno ni kuwa sharia inasema every 10 years kutakuwa kuna valuation roll. Valuation roll ile itakuwa imetia viwanja vyote vile vilioko ndani ya Mombasa kwenye ile roll. Na kusema kuwa nini, valuation roll ile ishafanywa, kuna vitu viwili. Kuna valuation, kuna narrating. Ni vitu viwili hivyo. Kuna valuation, kuna narrating. Valuation ni miaka 10 ile nyumba inafanywa valuation. Ushafahamu? Na kufanywa valuation haimaanishi kuwa sisi tuwafanya ile valuation ati kupandishia watu. Hiyo maneno urongo. Valuation roll utakuta kuwa kuna viwanja ambavyo vilikuwa haviko kwenye valuation roll, tunapata kuvitia pale. Kuna viwanja vimekuwa subdivided, tunapata kuvitia kwenye roll. Kuna viwanja vimekuwa consolidated, tunavitia kwenye roll. Kwa hivyo valuation roll ina kazi nyingi, sio kati kazi ya kupandisha watu rates. So ile valuation roll iko tumeleta ni tuyo wewe mwenye ile kiwanja ni benefit kwa kuwewe. Kiwanja chako ikiwa kimewekwa 300,000, ikiwa wadaiwa wewe, nyumba yako ikaje kapigwa mnada, ikiwa wewe pengine wadaiwa 400,000, utachukuliwa nyumba yako uiuzwe, uambiwe ulipe na 100,000 zaidi. Wewe utalia, utasema mimi nimedhulumiwa, nyumba yangu ni more than 300,000. Lakini mimi nikupatia valuation ya sawa, leo nyumba yako sisi tuupe value ya 1 million, utakatiwa 4,600,000 utarejeshewa. Do you just this valuation roll? Do you just do it on lands or other assets? No, only lands. Lands only. Oh, that is okay. And we have also been having some allegations from Mheshimiwa Kisauni MP, Honorable Ali Bogo, who was adamantly come out to the public, claiming that you are the primary cause of the land problems to the people of Junda. Sasa yeye asema I own 70. Yeah, that is it. Mimi, let him come with evidence. I don't have even an inch in Junda. An inch. So you claim Mheshimiwa is wrong? Mheshimiwa, do you know Dr. Shekeli? Yes, I know Dr. Shekeli. Who is he to you? She's my wife. Does she own any land in Junda? Here I don't know. It is a family, and I don't know. I cannot say yes or no. It is a yeye mwenyewe najua yeye hana. She doesn't own any land. You said you don't know. I don't know. Nasema it is a family. Dr. Shekeli, wazee wao walikuwa wako na land, lakini siwezi kusema kama ni Junda ama ni wapi, kwa sababu yeye wao wana family yao. It is a family. Yes. It's a family. Ask Hatimi. Don't ask about Dr. Shekeli. And pia is it an offense mtu yote ku own land in this country? It is not an offense. Yeah, so but you see, Mheshimiwa maybe was trying to question the manner in which you own that land. I don't have an inch in Junda. It is okay. Go and peruse that roll, ile kitabu, uangalie jina yako iko sawa, haiko sawa, pengine barabara imeandikwa makosa, ama kwa pengine address imeandikwa makosa. Pale kuna form ambayo unalipa 500 shillings, unajaza, unapeana. Na ile valuation roll, kabla ya kufungua valuation roll, kuna valuation court ambayo inawekwa. Wale watakaokuwa na any objection, ile court itaangalia ile objection ya mtu aliyoweka,
Baada washamaliza kufanya hiyo, ndio itakuja kwa county assembly. Haijakuja kwa county assembly kusema ni rate gani itacharge. So haya maneno yote ni porojo na ni uongo. Kusema Gavana Joho wamepandisha viwanja, hakuna. Give us evidence. Kwa sababu mimi finance bill nakwambia, mimi nitakupa evidence, this is a finance bill. Sasa wewe nipatie evidence, maana sheria yoyote ni lazima iwe gazeti. This is a gazette supplement, ndio kila gazeti. So ikiwa kuna kitu chochote lete, uoneshe wananchi kwa hii sheria imetoka inasema hivi na hivi na hivi. County assembly members here in Mombasa, kwa whoever anakupinga then I want that question to direct to wale members, wende ukawaulize kama kuna mtu yoyote ambaye mimi nimembuli au mwambia kitu chochote, ama mtu yoyote amenipinga na mimi nikamwambia kitu, because it is claimed kuwa some of them were not for the budget, that some of the MCAs were not for the budget. But because after going the budget, to pass a budget, inakuja kwa assembly na waambiwa ile majority wana win, minority wanasikizwa, wanapiwa nini yao pia wanasikizwa. Lakini that's why ndio ikawekwa bunge, watu kuja kuvote na kusema jambo hili tutavote na tutaangalia, sio kwa ati watu wameshikiwa hata gunpoint ya kuambiwa hii petisheni kitu. Kila mtu anatoa maoni yake. It is okay. Alafu mheshimiwa, talking of your position as the ODM chairman Mombasa County. You see, we have had claims of underdevelopments in Junda, wards like Junda, where the MCA also comes out once, at least he came out once. We had youths also coming out and complaining that they have been participating in various meetings with you. They have been they have been bringing their concerns to you, but unfortunately, this is we are bringing information from the public. Unfortunately, there are no allocations for any project in the ward. No allocation. There is. Sasa hivi nimeonyesha, si umeona, na nimewaonesha kuwa tumeallocate ward zote, tumetoa equal share, lakini isipokuwa kwa huwezi kusema kuwa pahala penye na population ya 1 million utafanya sawa sawa na population ya 300,000. Ile yenye na population kubwa inapata share zaidi, ile yenye na population ndogo inapata kidogo. Lakini kama ni mataa nini, wodi zote tumewapatia, mjengo wodi zote tumewapatia, barabara wodi zote tumewapatia. Hizo zote ni allegations ambazo hazina msingi. And mheshimiwa, you have claimed that the road Junda Safari to Ngombeni is underway. It's tunangoja sisi kupata, kuna barabara ambazo ziko under county, kuna barabara ambazo haziko under county. Barabara ambazo ziko under county, hata MCA wenu anajua kuwa sisi tumesema tutatengeneza, hatuwezi kutengeneza barabara zote kwa pamoja, lakini kila mwaka tunapeana kidogo huku kidogo huku kidogo huku, tunafanya na mambo yanaendelea. So angeleaje those allegations? Mbogo ameongea ama hakuna political, mimi sina tofauti yote na Libogo. Lakini kitu ambacho kinashangaza mimi kusimama na kunitaja hati mimi ni ODM, hati mimi ni nominated, hati mimi ni chair of finance. Angalia maendeleo, hati mimi hajengi wala hafanyi nini. Sisi tunaletewa tu, tunapitisha, alafu kuna implementers. Executive ndio implementers, wanakwenda wanafanya. Now public participation inaanza inafanywa na executive. Baada ya shamaliza kazi yote ndio inakuja kwa assembly. Assembly inaangalia kama ni sawa, tunasema ni sawa. Sisi kama committee, na si hatimi peke yake, una committee inapeleka kwa assembly. Assembly kama imepitisha, basi mimi hatimi nitasema nini? Hakuna la kusema, sio? Ndio kweli mheshimiwa. Mheshimiwa Mbogo pengine anasema hivi out of concern. He is the member of parliament for Kisauni constituency, and we have wards that encompass Kisauni constituency. Sindio? Sasa maybe he talked from Juna, sindio?
maybe it is the state of development in Junda ambayo imemfanya pengine aone ya kwamba the county is not chipping in to help facilitate development in that ward. Sasa si yeye, and that is why yeye ni ndiye mbunge, kwa nini asiandike kwa executive akawaambia, because hiyo si kazi yetu sisi ya kujenga, si kazi yetu hiyo, ni kazi executive. Aandike kwa governor, yeye kama mbunge apeleke kilio kwa governor, aseme wa hivi na hivi na hivi, lakini asiweke blame zake kwa Hatimi. And you see the MP was categorical. He also accused you of misusing your position. How? As the ODM chairman for Mombasa County. You know, let me say this. Manzo, he is not a member of ODM. He should not interfere na ODM. Yeah, that is true. He should not interfere na ODM. But don't na if there is anybody ambaye aona kwa mimi na bully, let him come out aseme kwa mimi bully kwa kitu yoyote. And Mheshimiwa, don't you think he is also right to question you? To question the fact that the area MCA is from your party. Right. And Mheshimiwa's interest here is developing it. And that is why Mheshimiwa questions your position, how you use your position. You see, let me explain to you. You see, he came out clearly saying, pale Bwire akiamka anafinywa, anapigwa nyundo. You see, that is what he meant. Now I want you to when he tries to question you on anything, maybe you look. Don't let him not mix two issues. This is an issue of ODM. He should keep off. And there is kuna njia ya Bwire kama amekuwa bully, kuna njia ya chama kufuata. Aandike kwa chama, complain, kusema kwa yeye Hatimi amempiga nyundo. Wacha chama ichukue neno yake, lakini he's not yeye si wakili wa Bwire wala si wakili wa kuzungumza juu ya ODM. He should leave ODM alone, not to interfere with ODM. Okay, Mheshimiwa, maybe our last question. Wamesema kuna maandamano inakuja. Are you ready for it? I'm ready. Maandamano ya kitu gani? Yeye afanye maandamano ya watu kuuawa kule Kisauni. Asifanye maandamano ya rates ambayo maneno urongo. Watu wanauliwa kiolela huko. Aangalia atafanya nini? Asante sana.